Kakaangu Rayvanny, utanisamehe sana kwenye hichi ambacho nitakiongea siku ya leo, kwa sababu nimeshindwa kuvumilia. Yani nimesema hata nikikaa kimya nitaendelea kuumia mimi mwenyewe. Kiukweli imebidi leo niwe straight kabisa, niongee kile ambacho mimi kinanisibu. Kuna mijadala ambayo inazuka sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii ikieleza kuwa msanii Rayvanny ameshuka kimuziki. Msanii Rayvanny hana tena ushawishi kwenye muziki. Hata ikitokea ameachia wimbo haui na ile penetration kama ambavyo tumemzoea miaka ya nyuma. Sasa kitu pekee ambacho naweza nikasema, mimi kwanza ni shabiki mkubwa sana wa Rayvanny. Ndio maana ukiangalia hata kwenye content zangu nyingi ambazo nimekuwa nikifanya kumhusu Rayvanny, kuna muda uaga nashindwa hata kuficha yale mapenzi. Watu wanasema wewe ni shabiki wa chui, mchambuzi utaki kuwa na upande sijui na nini, lakini mimi kama binadamu pia ambaye na mimi na hisia kama msanii fulani nikimkubali naweza nikaonesha pia mapenzi bila kuficha hisia. Ni kweli mimi ni shabiki mkubwa sana wa Rayvanny. Sasa kwenye hichi ambacho kinaendelea, kiukweli mimi kimenisikitisha, kimeniuma, na imekuwa sio mara moja watu kuongea hivi. Kumekuwa kuna muendelezo wa watu kuongea, kuzua hii mijadala. So mara moja, so mara mbili. Ndio maana ukiangalia kwenye hii video, hii ni interview ambayo msanii Rayvanny alizungumza miezi kadhaa iliyopita. Unaona? Alifanya interview pale EA. Sasa wakati anasema pia ndo kama hivyo unavyomsikia, anasema kuna baadhi ya watu wanatumwa kutengeneza sijui mazingira ya kumshusha nini. Yeye mwenyewe anasema kabisa hatoshuka, wafanye watakavyofanya. Sasa Waswahili wanasema lisemwalo lipo, na kama halipo basi linakuja. Kwa hiyo kama watu wanasema kwamba Rayvanny ameshuka kimuziki, Rayvanny hana tena ushawishi kwenye jamii, na asipoangalia anaweza akapotea kabisa. Tufanye basi hawa watu wametunga hizi story, tuje kwenye uhalisia. Kakaangu Rayvanny, wewe unachukua reaction gani kwenye haya maneno ya watu? Prove them wrong. Yani wanasemaga ukiona mtu anaanza anatoa, yani kwa mfano labda unasema mimi, labda nichukulie mfano gani, labda tusemeje, yani tusemeje, mfano gani utumia hapa mzuri zaidi ili mnielewe? Well, tuachane na hiyo. Basi watu wanakuwa wanakutengenezea stori za uongo, lakini wewe ndo unaujua ukweli. Basi ule ukweli utoe ili wafunge vinywa wale watu. Watu wanasema 1 2 3 Rayvanny ameshuka amefanya nini? Toa, yani ule ukweli ambao wewe unaujua utoe ili wa prove wrong. Usikae kimya kakaangu. Kitu ambacho kweli mimi kiliniuma, siwezi nikaongea kwa ubaya kumrespect mtu. Rayvanny hii miezi 2 3 amekuwa ni mtu ambaye alikuwa yani anazungumzika zaidi kimataifa. Unaona, ameenda kuperform kwenye concert ya ufunguzi wa michuano ya kombe la dunia. Ameachia collab na Nora Fatei, namba zake zinataja kimataifa, mpaka vyombo vikubwa vya habari kama CNN vinaripoti kwa ukubwa taarifa kuwa msanii Rayvanny kufanya collab na Nora Fatei. Sasa amemaliza pale hii trending yote ya kombe la dunia, amekuja ameachia collab na Pateni. Hiyo collab yenyewe sawa, inawezekana inafanya vizuri challenge nini, lakini angalia ule muitikio wa hii collab na ukubwa wa Rayvanny. Siongee hivi kwa ubaya, labda mseme dogo nini na dogo Pateni nini, kwani hataki kusapotiwa? Hapana, anaongea hii kwa mapenzi ya dhati kabisa. Ndio maana ukiangalia msanii Burna Boy anafanya collab na anaperform kwenye majukwaa ya wapi, kombe la dunia huko, anaperform na kina Shakira. Uwezi ukaona Burna Boy ametoka kuperform na Shakira kombe la dunia akarudi Nigeria akaja kufanya collab siji na Boy Spice Nigeria pale. Msanii yule ni msanii ambaye ameanza zamani, lakini ni bado msanii mchanga Nigeria. Kwa hiyo ni ngumu sana, unaona. Ndio maana ukiangalia Burna Boy akiwa kwenye level zake za kimataifa anazidi kustiki kule kule. Yani ikitokea amekuja kufanya collab na wasanii wadogo, huenda pale ile normalize kabisa kwamba ana normalize mambo, kila kitu kipo sawa. Lakini sasa hii trending ya Rayvanny, kila baada ya muda fulani watu wanasema Rayvanny ameshuka kimuziki. Kwa kweli mimi inaniumiza. Na kama unanisikia kakaangu, muda huu ungewa prove wrong wa watu, kwa sababu akiendelea kuongea hivi wataendelea kuwaaminisha mashabiki zako wengine, na wale ambao sisi tunakupenda kakaangu na tunakufuatilia kwa karibu zaidi, tunaumizwa na hizi story, kwa sababu wamekuwa na muendelezo wa kusema leo wamesema hichi, leo wamesema hichi. Yani nasikitisha sana kakaangu, lakini all in all sijaongea kwa ubaya. Kama nitakuwa nimekukwaza sehemu kakaangu, naomba unisamehe, ila kitu cha kusisitiza ni kwamba prove them wrong my brother, prove them wrong. Mimi naitwa nani vile? Mimi naitwa Bounce.